Huu ni ujumbe maalum kwa vijana wetu wadogo waliokuwa chuo cha polisi CCP ambao waliingia mwaka jana na walipaswa kumaliza mwaka huu mwezi wa 8. Lakini cha ajabu hamkuweza kuapishwa na kupewa kazi. Badala yake wamewachukua wakati huu na kuwasambaza ili mkaingie kwenye matatizo na wananchi kesho, kwamba mkawazuia wananchi kwenye maandamano ya mafuriko ya watu. Wamewatoa ninyi chambo ili kulinda ufisadi wao, wizi wao na uovu wao, na wamewaambia kwamba ninyi mkifanikisha zoezi la kuzuia watu ndo mtarudi chuo na mtaapishwa sasa kuwa askari. Nisikilizeni wadogo zangu, nisikilizeni vijana wadogo. Askari kutoka CCP ambao hamjaapishwa na mmetishiwa kwamba mfanye kwanza hii kazi ya kuzuia raia, alafu ndipo mtarudi CCP muapishwe kuwa askari. Sikiliza, kwa kuwa umeshakuja kwenye training, umetrainiwa kule, we ni askari, ni haki yako kabisa kwa haki kuajiriwa, na nchi ina uhaba wa askari, nchi ina uhaba wa askari. Kwa hiyo kama utafanya nitakayoyaelekeza, kama utajisalimisha kesho, ukiona raia ukajisalimisha, ukajiingiza mikononi mwa raia, ukaweka bunduki au ukaachia bunduki wale wengine, au ukaiweka bunduki chini ukajishanganya na raia, wewe ajira yako ni uhakika. Una haja ya kuuawa, una haja ya kuua, kwa sababu tunapigania nchi yetu. Ungekuwa hakuna urasimu, ungekuwa umeshakuwa polisi kwa haki tangu mwezi wa 8. Kwa hiyo usiwe mjinga, usitumike kuuawa na wananchi, kwa sababu wananchi kesho wanakuja maraki ya watu. Wewe una uwezo wa kupambana na watu, ungekuwa na bunduki na risasi zitaisha. Ukija kumpiga mmoja, wa pili, wa tatu, 10 wameshakukamata, unakufa. Sasa tutaki kuwa askari, especially ninyi wadogo ambao tunajua mna hatia. Ninyi hamteki watu, ninyi mko kwenye vituo kule, mmetletwa kwa ajili ya kazi za kiovu. Sikiliza, kesho msidiri na watu. Mkiona watu, nawapa akili sasa. Nisikilize, mimi ninajua kinachokwenda kutokea. Kabidhi silaha au weka silaha pembeni, au toa risasi zote, pukutisha risasi zote, yale manini tupa, jichanganya na raia. Kila atakayefanya hilo zoezi na raia wakakushangilia, ukaonekana, kazi unayo.